Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Christian Edward. Kwanza muhtasari wake. Mtu mmoja amejiua kwa kujinyonga katika mtaa wa Ikindwa, kata ya Mapambano, halmashauri ya manispaa ya Tabora. Uwepo wa shule ya sekondari Ifucha katika halmashauri ya manispaa ya Tabora unatajwa kupunguza changamoto kwa wanafunzi wa kike kupata mimba za utotoni pamoja na matukio ya ulawiti. Na katika habari za kimataifa, Kenya imepokea shehena ya kwanza ya tani 4 na vifaa vya matibabu kutoka kwa serikali ya India. Habari kamili. Mtu mmoja amekufa kwa kujinyonga katika mtaa wa Ikindwa, kata ya Mapambano, halmashauri ya manispaa ya Tabora. Kwa maelezo zaidi na Emily Kasapa. Akizungumza na waandishi wa habari eneo la tukio, binamu wa marehemu Shabani Mpia amesema watoto wa marehemu walienda kumwamsha mzazi wao kwa ajili ya kuwapeleka shule, ambapo walikuta tayari amekufa na kwamba hawajajua chanzo cha kuchukua maamuzi hayo. Watoto wameamka hiyo saa 11 kama na robo, wana kawaida ya kujiandaa kwenda shule. Baba yao huwa anawapeleka shule, kufika wakakuta amejinyonga. Huyu mtoto mkubwa ambaye yuko darasa la 4 akaondoka kwenda kwa jirani, akaenda kutoa taarifa, baba tunamwamsha tupeleke shule, lakini kaning'inia kwenye kamba. Kwa hiyo jirani ndo aliyekuja kubaini kwamba huyu mtu amekufa. Sikumkuta, lakini kwa taarifa kwamba walikuwa na ugomvi na ameondoka. Hatufahamu ameliko kwenda, ila yeye ni mtu wa Sikonge. Sasa kama kaenda nyumbani kwao hatutambui, au kaenda sehemu tofauti hatuna uhakika. Kwa taarifa nilizonazo, maisha ya yeye na binamu yangu hayakuwa mazuri. Kwa upande wake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ikindwa Anna Igusa amesema alipata taarifa za tukio hilo na alipofika alimkuta tayari mwananchi huyo aliyefahamika kwa jina la Baba Kulu amefariki dunia. Nilipigiwa simu na mwananchi ambaye ni jirani ambaye ni Farida. Akawa ameniambia, mwenyekiti, kuna mkazi wako huku amefariki ambaye ni Baba Kulu amejinyonga. Tulipofika hapa kweli tukakuta amejinyonga, ila kitu hiki kiliniuma kwa sababu huyu baba sijawahi kupata changamoto yake yoyote kati ya yeye na mke wake. Nimekuja tu kusikia moja kwamba amejinyonga. Kiupande wa wananchi na kwa upande wa raia sijawahi kusikia amekwazana na jirani yake yoyote yule, wala hatujawahi kupata changamoto yote kwenye ofisi yetu ya serikali. Alikuwa ni raia mwema ambaye hana shida na mtu. Naye mkazi wa mtaa wa Ikindwa Hamisa Mshokela amesema kujinyonga kwa mtu huyo ni pigo kwa familia yake, kwani ameacha watoto 9. Binadamu sisi tunaishi kwa kutegemeana. Kwa hiyo kama mtu anachukua uamuzi wa kujinyonga, kwa kweli anakuwa amelidimiza taifa kwa namna moja au nyingine. Alafu kitu kingine, na hasa hata watu wengine tu, sio kina baba, hata kina mama, kama una changamoto yote kwenye moyo, ni afadhali uizungumze, uambie wenzio wajue wanakusaidiaje. Lakini ukiwa una kitu unakibeba kwenye moyo ambapo umwambie mtu yoyote, ndio madhara yake yanakuja kutokea kama haya. Sasa huyu baba kafa, kaacha watoto 9. Sasa katika hao watoto 9, kwa kweli wewe unadhania wanaishije? Watoto 9 ni wengi, kwa sababu dada hapa alizaa naye 3, kwa mke wake mwingine alizaa 6. Kwa kweli ni tabu kwa kweli. Kufuatia tukio hilo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Ikindwa Anna Igusa amewataka wananchi kutojichukulia maamuzi kama hayo, badala yake wawashirikishe watu wa karibu matatizo yao. Emil Kasapa, CGFM. Uwepo wa shule ya sekondari Ifucha, halmashauri ya manispaa ya Tabora, unatajwa kupunguza changamoto kwa wanafunzi wa kike kupata mimba za utotoni pamoja na matukio ya ulawiti. Vivian Piuza ana maelezo kamili. Akizungumza na CGFM, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Uswilu Asha Kasim amempongeza diwani wa kata Ifucha kwa kushughulikia ujenzi wa shule hiyo na kusema kuwa wanafunzi walikuwa wakitembea umbali mrefu, hivyo kujikuta akipata mimba. Tuna sekondari ya kata ambayo ilikuwa ni changamoto, watoto walikuwa natoka kwa umbali zaidi wanaenda Manoleo ambayo ndio Itonjanda, lakini kwa sasa hivi mtoto anatoka Ifucha Tuli, shule iko hapa Uswilu. Na ndio maana tumesema kwamba alilifanya hili na hilo tena tayari ameshalifanya, na mengine najua kwa nguvu yake anayofanya, kwa kazi anayoifanya na nguvu alionayo, mengine atamalizia. Na tunazidi kumuombea hata miaka mingine tuendelee naye. Naye mkazi wa kijiji cha Ifucha Leonsia James amesema kabla ya uwepo wa shule hiyo, baadhi ya wanafunzi wa kike walikuwa wakibakwa na kupata mimba za utotoni, lakini kwa sasa wanafunzi wanasoma vizuri. Sasa hivi Ifucha tuna shule ya sekondari ambayo ni nzuri.
tumeepukana na ile changamoto ya watoto ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu. Pia walikuwa wanapitia changamoto za kubakwa, mimba za utotoni, lakini kwa sasa tunasema tunashukuru sana serikali. Imeangalia hilo, imetutendea haki, tumetujengea sekondari. Sasa hivi watoto hawatembei umbali mrefu, wanafika shule kwa wakati, wanapata elimu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, Noelia Po ameunga mkono kuwa wanafunzi walikuwa na changamoto ya kupata ujauzito wakiwa na umri mdogo, lakini uwepo wa shule ya sekondari Ifucha umesaidia wanafunzi kutimiza ndoto zao. Nashukuru serikali ya Mama Samia kutuletea sekondari kata ya Ifucha. Watoto wanaendelea vizuri, wanasoma bila shida yoyote. Mimba za utotoni zimepungua kwa sababu sekondari zilikuwa mbali. Ina maana kutoka mtoto nyumbani mpaka shuleni inachukua ni muda mrefu. Kwa sasa hivi tunashukuru Mungu, sekondari ipo karibu. Ina maana hata watoto wakienda shuleni, wazazi wanakaa nyumbani wametulia kwa amani. Akizungumzia kuhusiana na ujenzi wa sekondari ya Ifucha, diwani wa kata ya Ifucha Rose Kilimba amekiri kuwa awali wanafunzi wa kike walikuwa wanapata mimba, sababu iliyomsukuma kuhangaika ili kupata shule ya sekondari ndani ya kata yake. Bunge aliyopo sasa Hawa Mwaifunga naye amenisaidia. Nilipoenda bungeni nimwambia watoto kule kata Ifucha baadhi wanapewa mimba kwa sababu wanatokea kwao ni mapolini, wanapita polini wanakutana na vijana, wanabakwa, wanapewa mimba. Nikaomba, naomba unisaidie nipate sekondari. Alinipa wiki moja, alimuita waziri, wakapanga wiki moja, nikapata ugeni. Baada ya ugeni ule kuja, ndani ya mwezi mmoja iliingia shilingi milioni 603. Nimepata sekondari ya mfano. Diwani Rose Kilimba amesema kuwa alipata zaidi ya shilingi milioni 600 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari Ifucha kutoka serikali kuu. Vivian Piuza, CGFM. Baadhi ya wanafunzi na walimu waliopata mafunzo ya mpango wa elimu changamani IPOSA mkoani Tabora wameahidi kuwa mabalozi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Musa Mzirai ana taarifa kamili. Wakizungumza mara baada ya mafunzo hayo, wanafunzi wa IPOSA kutoka Igwisi, wilaya ya Kaliua, Margaret Innocent na Anna Manengelo, wanafunzi wa IPOSA kutoka wilaya Sikonge wamesema watahakikisha wanakuwa mabalozi wazuri, hasa kupanda miti na kuimarisha mazingira. Tumejifunza kutunza mazingira ili tusiharibu mazingira yetu. Tunatakiwa tusikate miti ovyo, tusichome taka ovyo kwa ajili ya moshi kutuathiri. Tunawashauri hata wengine waweze kutunza mazingira yao ili kuweka hali ya hewa ikiwa vizuri. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa inaweza kusababisha kukosekana kwa mvua. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Iomba Kuzova, Josephina Mgolola, pamoja na Mayunga James ambaye ni afisa elimu kata ya Tutuo, wilaya Sikonge, wamesema kuwa wataanzisha vitalu vya miti ili kutunza na kujipatia fedha kwa lengo la kutunza mazingira. Nitawatumia vijana wangu wa IPOSA, nitahakikisha tunaandaa vitalu vya miche. Hiyo tutaitumia kupanda pale shuleni na hivyo kuhakikisha tunaboresha mazingira na kufanya nchi yetu iwe na hali nzuri. Tunaenda kukabiliana kwa kuanzisha, moja kabisa tutaanzisha vitalu vya miti. Tutawaomba wataalamu wetu watatufundisha. Vitalu hivi vitaenda kuleta faida. Naye mwalimu wa shule ya msingi Igwisi wilayani Kaliua, Linus Silvine, amesema kuwa watapanda miti ili kuhakikisha wanakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Zao kubwa la biashara katika mkoa wa Tabora ni tumbaku, na tumbaku ndo zao ambalo linatumia miti mingi sana. Kwa tutauza kwenye vyama vya msingi, lakini wakati huo sio kuuza tu, na sisi wenyewe kwa uhifadhi wa mazingira yetu tutapanda nyumbani na shuleni kwetu, ili lengo kuwa na hali ya hewa nzuri na kuondoa ule ukame kabisa, tuseme mambo kae sawa. Na kwa upande wake afisa kilimo kata ya Ipole wilayani Sikonge, Monica Mbwambo, amesema kuwa kwa mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kilimo kuwa kigumu, hivyo atashirikiana na jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni kweli hali ya mabadiliko ya tabia nchi yameleta changamoto kubwa katika maisha ya viumbe hai katika dunia yetu tunayoishi, kwa sababu kumekuwa na hali ya joto kali, lakini pia kumekuwa na hali ya mvua zisizotabirika, hali inayopelekea ugumu katika kilimo na upatikanaji wa chakula kwa ujumla wake. Kwa hali hiyo, mimi afisa kilimo wakati ya Ipole nitashirikiana na wadau wengine katika mashule kwa ajili ya zoezi zima la kuhakikisha tunakabiliana na hali hii.
IPOSA ni mpango wa elimu changamani ambao umeandaliwa na taasisi ya elimu ya watu wazima chini ya ufadhili wa shirika la kimataifa la kuhudumia watoto UNICEF, na unakusudia kutatua mahitaji ya kielimu miongoni mwa vijana walio nje ya mfumo rasmi wa elimu nchini. Musa Mzirai, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Malimbikizo ya ankara za maji kwa taasisi za umma na binafsi yametajwa kwamba ni miongoni mwa changamoto inayoathiri mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, kutokuwa na ufanisi katika usambazaji na utoaji huduma bora ya maji. Mwanahabari wetu Winifrida Ngasa amezungumza na mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, Mhandisi Mayunga Kashilimu, katika taarifa ifuatayo. Ni kweli tunayo malimbikizo ya bili za wateja kutolipia kwa wakati, na malimbikizo haya yamegawanyika. Yapo malimbikizo ya taasisi, malimbikizo ya wafanyabiashara, tuna malimbikizo ya wateja wa majumbani, na kwa kweli tunajitahidi sana kufuatilia kwa maeneo yote haya matatu, lakini kama ambavyo tunazungumza mpaka leo bado tuna madai makubwa. Kwenye taasisi za serikali tuna zaidi ya madai ya bilioni 4.8, lakini kwa wafanyabiashara hali kadhalika tuna zaidi ya shilingi milioni 600, na ukirudi kwa wateja majumbani na biashara almost tuna combine. Ukiangalia sasa hivi madai ambayo tunadai utakuta hiyo bado imesema almost milioni 600 tunadai kati ya wafanyabiashara na wateja majumbani. Unadhani ni sababu zipi zinazochangia baadhi ya wananchi ama hizo taasisi kushindwa kulipa hizo bili za maji kwa wakati? Sababu zinaweza kawa sio moja. Kwa upande wa taasisi za serikali nazo zina changamoto zake. Kwa wananchi wakati mwingine inaweza kawa ni swala tu la uelewa, kujua kwamba taasisi hii inayoitwa TUWASA kimsingi ni taasisi ambayo inajitegemea. Kwa wengine wanafikiri kwamba labda TUWASA inapata ruzuku ya uendeshaji wa ofisi. Kwa hiyo wanaona kama tunasipolipa mwezi huu tutalipa mwezi ujao. Sasa TUWASA huwa inachukua hatua gani kabla ya kumkatia mteja huduma kutokana na deni la ankara za maji pengine kuwa kubwa? Sisi huwa tunakumbusha kwa kutuma bili zetu za kawaida. Baada ya kuwa amepokea bili, tunakuwa na jumbe zile za kukumbushia kwamba bili zetu za mwezi huu, kwa mfano kama za mwezi wa 7 zimeshatoka, kwa hiyo tunaomba wateja wetu muweze kulipia. Lakini pia tuna namna nyingine, tunapitisha gari la matangazo, tunakuwa tunatangaza watu waweze kulipia ankara zao kwa wakati na vitu kama hivyo. Na nyingine ya mwisho kabisa sasa huwa tunalazimika pale ambapo inatulazimu tunaenda kusitisha huduma ya maji ili kuhakikisha kwamba mteja aweze kulipia. Na pengine ni utaratibu gani sasa mkurugenzi ambao mteja mwenye deni kubwa anaweza kufuata ili kulipa deni lake bila kupoteza huduma ya maji? Kwanza kabisa huwa tunaomba sana, na hasa hawa wateja wa biashara na wateja wetu majumbani, kwamba ukishaona deni lako wewe ni kubwa na yamkini huwezi kulilipa kwa wakati mmoja, basi huwa tunawasihi waje ofisini waweze kuzungumza na wenzetu wanaohusika na masuala ya bili, na pia tuna mwanasheria wetu wa TUWASA ambaye yeye anaweza kawaongoza wakaingia makubaliano maalum ya kimkataba ambayo kwamba usema mimi nadaiwa shilingi 40,000 siwezi kuilipa, kwa hiyo sasa hivi nalipa shilingi 10,000, lakini wiki ijayo au mwezi ujao nitalipa shilingi 20,000, mwezi unaofuata nitakuwa ninamalizia. Tunaingia makubaliano hayo na sisi tunayathamini yale makubaliano na tunaendelea kuyafuatilia. Ujumbe wako sasa wa mwisho kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kulipa hizo ankara za maji au bili za maji kwa wakati na pengine athari za kuendelea na malimbikizo? Ni wasihi walipe bili zao kwa wakati. Kila wanapopata bili, basi baada ya siku kadhaa 2-3 waweze kulipia kwa wakati ili waiwezeshe TUWASA kuwahudumia. Kama ambavyo nimesema, hatupati ruzuku yoyote kutoka serikalini kwamba kwa ajili ya kazi hizi za uendeshaji na matengenezo. Ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Tabora, TUWASA, Mhandisi Mayunga Kashilimu, akihitimisha mahojiano na mwanahabari wetu Winifrida Ngasa. Kata ya Kitete Manispaa ya Tabora inatarajia kuanzisha mchakato wa kuotesha vitalu vya miti kwa vikundi vya wajasiriamali kwenye kata hiyo ili kuongeza wigo wa fursa za kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Florentina Nyambuka amezungumza na diwani wa kata ya Kitete Musa Kayolo katika taarifa ifuatayo.
Tunajitahidi sana uongozi wa kata kuhakikisha kwamba fursa zile ambazo zinaletwa na serikali tunazifikisha kwenye makundi ambayo yapo. Unajua sasa hivi makundi ya ujasiriamali ni mengi, kwa upande wa wanawake, lakini pia kwa upande wa vijana na kwa upande wa walemavu, na wananufaika na zile fursa ambazo pengine zinaletwa na serikali. Lakini kuna kuibua fursa sisi wenyewe, kwa mfano juu ya kuhifadhi na kulinda mazingira, ama kata yetu kuiweka kwenye hali ambayo ni nzuri kimazingira. Tunajifunza kwa mkuu wa mkoa aliyekuwepo Mwanili, alianzisha upandaji wa miti kwenye mkoa huu wa Tabora. Yaani kweli watu sasa wakiutembelea huu mkoa wanaona tofauti ya mazingira yaliyopo, wanapata hewa safi. Kwa hiyo sisi kama kata pia tuna mpango sasa wa kuanzisha vitaru vya kuotesha miti. Tutayaunganisha makundi yaliyopo katani kwetu. Hivyo vitaru tunavisimamia sisi wenyewe na kuviuza actually. Na kwa nini mmeamua kufikiria kuanzisha huo mchakato? Fursa zipo kwa sababu hata wananchi wetu wanahitaji kupanda majumbani kwao, lakini na kwenye maeneo mbalimbali ya bustani. Na ukienda mjini kuna watu wengi tu utaona wana basikeli zao, wameweka miti kwenye maboksi wanauza. Kupitia hiyo na sisi tunajifunza sasa kwamba kiwa na bustani ya kwetu na mazingira ya kwetu pia tutayatunza kwa kupanda miti, lakini pia tutapata fursa hiyo, tutauza miti, lakini pia vijana wetu ama makundi ambayo tayari tutakuwa nayo yatanufaika kupitia uuzaji wa miti hiyo. Na kuna maeneo rasmi ambayo sasa mtayapanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnaweka hivyo vitalu vya kuotesha hiyo miti, au kila kikundi kitakuwa na eneo lake? Hilo bado tulikuwa tunajaribu kulitazama, kwa sababu kama ni maeneo, sisi kata Kitete tuna maeneo mengi tu. Ukiangalia pale soko la National Housing kuna eneo la kutosha tu. Kitenga kwa ajili ya kuwa na kitaru kwa ajili ya kuotesha miti, hatuwezi tukashindwa. Kwa hiyo hata yale makundi yatakayopatikana tutayakatia maeneo pale ili kwamba wawe na vitaru hivyo. Tutafute masoko, na masoko yapo hapa mjini. Kuna watu wengi sasa wanajenga, na wanapojenga pia wanahitaji wapande miti. Na mnatarajia lini sasa kuanza rasmi pango mkakati huo? Tulikuwa tumepanga hasa mvua zikianza kunyesha itakuwa ni rahisi kuotesha miti hiyo, na tumekuwa na uhitaji wa miti tu kwenye maeneo mbalimbali ya kata yetu. Kwa mfano Kigamboni pale mbugani waliomba miti, tulienda idara ya mazingira wakatupatia miche kama 50 hivi. Ni wananchi tu waliamua kuja kuomba, lakini pia kuna makundi mbalimbali, kwa mfano shule hizi zinaomba, lakini kuna ofisi mbalimbali zinaomba. Kwa hiyo maeneo haya yote tutakapootesha ile miti tutashirikiana nayo vizuri kuhakikisha kwamba hiyo miti inawaletea manufaa wale wanaonunua, lakini na kwetu pia, kwa sababu haya makundi yote yaliyorasimishwa ambayo yana kazi zake maalum ni kujengea tu uwezo kwamba ni namna gani ya kufanya shughuli zingine tofauti na zile wanazozifanya pia, ili kuongeza fursa kwenye makundi hayo. Ni nini ambacho sasa unawaambia hivyo vikundi pindi tu mchakato mtakapoanza? Nitoe wito kwamba makundi tulio nayo, fursa si zile ambazo tayari wameshazianzisha, lakini wachangamkie pia fursa zingine ambazo zinaibuliwa. Huyo ni diwani wa kata Kitete manispaa ya Tabora, Musa Kayolo, akihitimisha taarifa yake Florentina Nyambuka. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Nchi ya Kenya imepokea shehena ya kwanza ya tani 4 za vifaa vya matibabu kutoka kwa serikali ya India, kama ambavyo Hussein Mshenga anaeleza zaidi. Shehena hiyo imekabidhiwa rasmi na kamishna mkuu wa India nchini Kenya, Aden Duale, ambapo amesema msaada huo ni sehemu ya jitihada za India kusaidia nchi za Afrika kuimarisha uwezo wa kuzuia na kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Vifaa vya matibabu vilivyotolewa vinajumuisha vifaa vya kujikinga binafsi PPE, vifaa vya kusafirisha sampuli za vipimo, vipima joto, barakoa, viatu vizito vya kujikinga, pamoja na vifaa vingine vya kuzuia na kudhibiti maambukizi. Kwa mujibu wa shirika la utangazaji la Uingereza BBC, shehena ya pili ya msaada wa matibabu inatarajiwa kuwasili Kenya ndani ya siku chache zijazo. Msaada huo unakuja wakati Kenya ikiendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, maandalizi na hatua za haraka za kukabiliana na dharura ili kujikinga dhidi ya hatari ya kuenea kwa Ebola, kuvuka mipaka na magonjwa mengine mapya ya kuambukiza. Hussein Mshenga, CGFM.
Kwingineko tunaelezwa kwamba waasi wa Kihouthi nchini Yemen wamedai kuzishambulia meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham. Wahouthi wamesema wameshambulia meli hizo ambazo zilikiuka zuio la usafiri wa baharini kwa kutumia makombora ya ndege zisizo na rubani. Hatua hiyo inaweza kusababisha kuongezeka kwa mzozo katika vita ya Marekani na Iran ambavyo tayari vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Kitengo cha Uingereza kinachofuatilia na kuratibu taarifa za usalama wa meli za kibiashara katika maeneo yenye hatari baharini, UKMMTO, kimesema nahodha wa meli moja aliripotiwa kushambuliwa umbali wa maili. Na mabaharia watatu walionusurika katika shambulizi dhidi ya meli ya mizigo ya Thailand kwenye mlango bahari wa Hormuz wamewashitaki wamiliki wa meli hiyo wakidai kuwa walipuuza onyo la Iran kabla ya shambulizi hilo. Kwa mara nyingine tena, huyu hapa Hussein Mshenga. Shambulio hilo la meli ya Thailand lililotokea Machi 11 mwaka huu lilisababisha vifo vya wafanyakazi watatu wa meli, na walionusurika wamesema waliachwa na msongo wa mawazo na wasiwasi juu ya hatima yao. The moment I heard the explosions, I thought that had to be it. Mara tu niliposikia mlipuko, nikadhani lazima iwe hivyo. Nilijua jambo zito lilikuwa limetokea. Mlipuko wa kawaida usingekuwa na kelele nyingi, hivyo kelele zilikuwa kubwa sana na ilinishtua. It was so loud that it completely shocked me. Mabaharia wengi hawawezi au hawataki kulalamika kwa sababu ya hatari hiyo na wanahofia kupoteza kazi yao. Kesi hiyo pia imegusia kuhusu taarifa za mazingira ya kazi yanayowakabili mabaharia wengi, huku wengine wakilazimika kuacha kazi pasi na kulipwa stahiki zao kutokana na mzozo huo unaoendelea. Mgogoro huo katika mlango bahari wa Hormuz umechochea uhaba wa rasilimali watu, mafuta na mbolea, huku mabaharia wengi wakikwama nje ya miji yao kwa zaidi ya miezi 6. Hussein Mshenga, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mtu mmoja amejiua kwa kujinyonga katika mtaa wa Ikindwa, kata Mapambano, halmashauri ya manispaa ya Tabora. Uwepo wa shule sekondari Ifucha, halmashauri ya manispaa ya Tabora, unatajwa kupunguza changamoto kwa wanafunzi wa kike kupata mimba za utotoni pamoja na matukio ya ulawiti. Na katika habari za kimataifa, Kenya imepokea shehena ya kwanza ya tani 4 na vifaa vya matibabu kutoka serikali ya India. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya Mariri mkuu msaidizi Fortina Mbawala na wote waliowasikia, asante kwa kutusikiliza na kutazama wewe uliokuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV. Jina langu ni Christian Duada.